الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحبا إكثارها صرف، فإكثارها فيكم ليس بإسراف. عليكم يا أحبتنا السلام، وأسحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات، تحية من تبوأها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأكم حمد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صالنا أماني محمد صلى الله عليه وسلم. كما ilivyo tangulizwa kupewa maelezo kwenye utangulizi, tutakuwa na mada ya alqawaid alfiqhiyya, na kitabu kilichochaguliwa kusomeshwa ni kitabu cha alqawaid alfiqhiyya cha Sheikh al-Allama As-Sa'di alayhi rahmatullah. Na mimi ambaye niko hapa ndio nitakayesomesha kitabu hiki kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo naomba ushirikiano wenu, utayari wenu na umakini wenu katika hili ili tuweze kufanikisha zoezi hili. Amalia ya tadris ni amalia mtambuka, na hasa nidhamu ya dawrat, nidhamu ya semina. Kuna al-akhdh wal-ata, nachukua na kupeana, nakupa na wewe pia unanipa mimi. Kwa hiyo tutakuwa na uslub wa kushirikisha, uslub shirikishi, ili isiwe njia moja. Wale watu wa thanawi wanasoma taraiq at-tadris katika modern teaching methods ambazo taraiq at-tadris al-haditha ni makosa, au katika njia ambayo imekosolewa ni tariqatul muhadhara. Kuna njia inaitwa njia ya muhadhara, tariqatu al-muhadhara. Tariqatu al-muhadhara mihwar kubwa inakuwa ni mwalimu peke yake. Mwalimu anaongea, wanafunzi dauri yao inakuwa ni kufanyaje? Kusikiliza tu basi, hawana ushirikiano. Sasa hili linamchosha mwanafunzi, akakupa tu dakika fulani za kukusikiliza, baada ya hapo anafanya mambo yake mengine. Sasa panapokuwa na njia uslubu za sana, na nyinyi ni mashekhe, walimu, lazima mjue taraiq at-tadris, na ni mada ambayo mnaisoma katika madarasani huko. Mtakuja kuona taraiq at-tadris za Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anafundisha, uslubu wa maswali, al-asl adh-dhihni, uslub qasasi, kama uslubu wa Qur'an, visa, kuleta maswali na mengineyo. Kwa hiyo sisi hatutatumia hii njia ya muhadhara, kwa sababu muhadhara ni njia inaitwa taklidia, naona analogi, loko ya kizamani mno hii njia. Hadir. طيب, tunaposoma alqawaid alfiqhiyya, na kabla sijaendelea naomba nibainishe uslubu wangu au nidhamu yangu katika kusomesha kitabu hiki. Tunakubaliana kwamba hii ni daura mukathafa. Daura mukathafa maana yake ni nini? Masomo ya kuyasoma mwezi mzima unapewa kwa wiki
au kwa muda mchache. Hiyo inamaanisha nini? Mbio zitakuwa kubwa. Sawa? Na binafsi napenda uslubu wa kuchukua kipande kikubwa. Kwa hiyo tuwe makini kusikiliza. Inshallah tumalize kitabu na muda ukibaki tuchukue kingine. Ingawaje muqarrar ndio huu ambao umewekwa. Kitabu hiki ni cha Sheikh Al-Allama Nasiruddin Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. As-Sa'di sio As-Sa'di, ni maarufu kwa As-Sa'di, lakini ni nini? As-Sa'di ndo jina lake. Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir As-Sa'di An-Nasiri At-Tamimi. Amezaliwa mwaka 1307 Hijria na kufariki mwaka 1376 Hijria. Mwaka alozaliwa kimiladia ni mwaka 1889 ambao ni sawa na mwaka 1000. Amefariki mwaka 1957. Kazaliwa 1889 miladia, akafariki 1957 miladia. Amezaliwa katika mji unaitwa Unaiza, sehemu ya Al-Qasim, tarehe 12 mwezi Muharram mwaka huu 1307, na yeye katika jumla ya mashekhe waliolelewa akiwa mayatima. Soma yatima ile akiwa yatima, yani akiwa na umri wa miaka 4 alifariki. Mama yake alifariki akiwa na umri wa miaka 4 na alifariki baba yake akiwa na umri wa miaka 7. Kwa hiyo akalelewa akiwa ni yatima. Miongoni mwa wanafunzi wake mashuhuri ni Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen. Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen. Na Sheikh Muhammad alikuwa akimtaja Ibn Uthaymeen kwenye sehemu zaidi ya moja katika vitabu vyake. Ukisoma Hilyatu Talib al-Ilm, sharh ya Hilya Talib al-Ilm ya Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zaid, iliyoshereheshwa na Ibn Uthaymeen mwenyewe, akizungumzia kipengele cha mwanafunzi kumuiga shekhe wake, anasema hakuwa shekhe wetu Al-Allama As-Sa'di ni mwenye hati nzuri. Al-Allama As-Sa'di hakuwa ana hati nzuri akiandika. Wa ma'a dhalika kana tullabu yuqallidunahu. Mapenzi ya shekhe hana hati nzuri, lakini wanafunzi wakawa wanafuata hati yake hivyo hivyo sio nzuri kwa mapenzi ya shekhe. Kwa hiyo hiyo ni kusisitiza kwamba huyu ni mmoja katika wanafunzi wake. Miongoni mwa vitabu alivyovitunga vikampa mashuhuri ni tafsiri ya Qur'ani ambayo inaitwa Taysiru al-Karim ar-Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan. Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan, kitabu ambacho hushauriwa kwa mwanafunzi ambaye anaanza ilmu tafsir kusoma kitabu hicho, ambacho kina uslubu wa kiaqida, uslubu wa kurudi baadhi ya shubha na mambo mengineyo. Miongoni mwa vitabu vyake ni hii risala ambayo tuko nayo hapa, lakini pia mbali na hii al-qawaid al-fiqhiyya ana kitabu kingine kinaitwa al-qawaid wal-usul al-jami'a. Al-qawaid wal-usul al-jami'a. Kwenye al-qawaid al-fiqhiyya amekusanya qawaid 5 kubwa zinaitwa القواعد الخمسة الكبرى. القواعد الخمسة الكبرى, kanuni 5 kubwa za kimsingi ambazo kutoka kwenye hizi nyingine zote zimetafarra kutoka kwenye hizi. Kwa hiyo yeye anataja baadhi kubwa, anataja zile furuati zake.
Na miongoni mwa vitabu ambavyo vimeelezea vizuri mchanganuo huu, na pia kilikuwa ni kitabu nilikipendekeza kwenye seminar lakini ikaonekana kuna ugumu wa kukipata, kiandike, Google kipo. Baada ya hapo nenda kikisome. Kinaitwa Al-Jawharatu An-Naqiyya. Al-Jawharatu An-Naqiyya fi al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Al-Jawharatu An-Naqiyya fi al-Qawa'id al-Fiqhiyya, kitabu kizuri sana, kimesherehesha hizi kanuni 5 kwa uslubu mwepesi ambao wanaweza kusoma yoyote miongoni mwenu. Kwa ukirejea huko mtaweza kupata faida nyingi sana za ziada. Tayeb, tuna alqawaid alfiqhiyya na tuna usul alfiqhi au alqawaid alusuliyya. Tuna alqawaid alfiqhiyya, tuna alfiqhi, alafu tuna usul alfiqhi. Fiqhi ina kanuni zake zinaitwa alqawaid alfiqhiyya. Usul alfiqhi ina kanuni zake zinaitwa alqawaid alusuliyya. Au hiyo usul alfiqhi, mabhathi yake ni usul alfiqhi. Kwa msingi ule tulokubaliana mwanzoni, nani miongoni mwenu atanambia utofauti wa usul alfiqhi na alqawaid alfiqhiyya? Bismillah. Utofauti baina ya alqaida alfiqhiyya na tofauti baina alqaida alusuliyya. Yalla, bismillah. تفضل. القواعد الفقهية هي مبحث عن أدلة الأحكام على المتفقين لأدلتها اتصالية تفصيلية. أما القواعد الأصول الفقهية تبحث عن أحكام المتفقين على أدلتها الإجمالية. mwingine ahsante. mwingine moja ni kela mezani. Hizi tutawapa ambao watakuwa wanajibu maswali. Wanaojibu maswali wanaopatia, maana sio kila anayejibu tutampa. Anayepatia jawabu lake tutampa pesa. Muhawala wa Sheikh ni mzuri, lakini taarifu ya kwanza ametoa taarifu ya fiqhi. Hiyo ni definition ya ilmu al-fiqhi istilahan. Hiyo sio taarifu ya alqawaid al-fiqhiyya. Ama hii ya pili umekaribia kwa 90% kwenye usul al-fiqh. Kwa hiyo mtakayozungumza tuongezea kidogo utapata kitu kamili. Kwa hiyo hii ya pili umepatia ni taarifu ya usul al-fiqh, naam. Lakini hiyo ambayo umetoa ya kwanza ni definition ya fiqh yenyewe. Sasa tunapozungumzia utofauti, wanachona wanataja utofauti. Alqaida al-usuliyya kwanza wanaizungumzia ni ulama wa usul al-fiqh. usul ushabiwa asli shay bimaana asasihi, ile foundation yake. Kwa kusema usul al-fiqh ni ule msingi ambao fiqh inakuja kukaa juu yake, inabebwa fiqh na hii misingi.
Tumeelewana vizuri? Kaida, tukisema kanuni ya kifiqh, unasema kanuni, labda mfano hakimu anaambia namfunga mtu fulani kwa mujibu wa kanuni hii na hii, au sisi hapa tuna kanuni 1, 2, 3, hizi ndizo zinazotuongoza. Ushaanza kupata sura tofauti wa usul na kanuni, pata tofauti. Sasa usul umeibeba fiqh juu, qawaid hizi zinatoa miongozo na kutoa hukumu za baadhi ya masala mbalimbali kwa hii kanuni. Kwa mfano, tukisema al-a'malu bimaqasidiha, tamam, matendo yanahukumiwa kutokana na nini? Ambao asili yake innamal a'malu binniyat. Hii ni qaida fiqhiyya, sio usul fiqh. Qaida hii chini yake hukumu za vitu mbalimbali vinaingia. Ukisema matendo yote yanakwenda kwa nia, kuswali kunahitaji nia, hapa hitaji kutia udhu, kunahitaji nia, hapa hitaji kutoa zaka, kunahitaji nia, hapa hitaji ibada yote inahitaji nini? Kwa kaida fiqhiyya vinatoka hukumu za vitu mbalimbali kwenye kaida hiyo. Nikupa bwana kanuni kitu fulani, kwa hiyo kwenye hii kanuni vitu vyote vinavyoingiza hapa vitabebwa na hiyo kanuni. Ama usulul fiqhi yenyewe ilivyo, ina msaidia mwanafunzi. Tabani kabla sijazungumzia usul fiqh, tumalize hii alqawaid alfiqhiyya, tuchukue qaida alafu tuchukue fiqh. Fiqh definition yake ndio hiyo ambayo imezungumzwa: al-ilmu bil ahkami الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها تفصيلية. وتماني كنا وباو kwanza alilmu bil ahkam ash-shar'iyya ni elimu ya kujua hukumu za kisheria, sawa. Alafu hizo hukumu za kisheria ni al-amaliya. Hukumu yote amali maana yake nini? Matendo. Kwa hiyo hukumu inadili na matendo: kuswali, kutoa, kufunga pia si kitendo. Kufunga, fiqh inacheza hapa. Maana yake al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya al-aqdiyya, hii sio fiqh. Hiyo ni nini? Aqida. Kwa sababu aqida inadili na moyo. Kwa uliposema al-amaliyya, maana yake tumetoa masala ya aqida ambayo yanadili na nini? Tumeelewana vizuri? Al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya. Hizi dalili tumezichuma, hizi ahkam tumezichuma kutoka kwenye dalili zake chambuzi. Dalili tafsili, dalili chambuzi. Nikikuuliza leo nini hukumu ya swala, hukumu ya swala ni nini? Wajibu. Umepata wapi kwamba swala ni wajibu? Idhani kwenye kitabu cha Allah hukumu, tuna jambo, amali ya mwanadamu ni swala. Sasa amali ni swala, tunataka tupate hukumu ya swala kwamba ni wajibu au sio wajibu. Lazima tuwe na dalili tafsili itakayotupa hukumu ya kuswali. Wa aqimus salata, simamisheni swala. Ilipokuwa amri inapelekea uwajibu, tukasema hukumu ya swala ni wajibu.
kutokana na dalili yake tafsili, aqimus sala. Meleka dalili tafsili. Sasa hiyo dalili kwenye hiyo amri, aidha iwe amri ya kuacha au amri ya kufanyaje, zote zinaitwa amri. Kuna amri ya kutaka wewe ufanye na amri ya kutaka uache. Wala taqrabu zina ni amri ya kutaka. Zina ni haramu kutokana na dalili tafsili, wala taqrabu zina. Kwa tukatoa hukumu ya zina kuwa ni haramu kutoka kwenye dalili yake ambayo ni hiyo. Waislamu tuko pamoja mpaka hapa? Kama kuna mtu ana swali mpaka kufikia hapa, au kama kuna kipengele hakijaeleweka, hii ni semina na sio kipindi cha dakika 40 cha kule darasani ambapo hata muda wa kuuliza maswali unakuwa huna. Mpaka kufikia hapa, kama kuna mtu hajaelewa sehemu, kama kuna mtu ana swali aniulize. Hakuna. Usul al-fiqh au al-qa'ida al-fiqh al-usuliyya ni nini? Usul al-fiqh ni kanuni ambayo inachukulia, hiya al-qa'idatu allati tu'khadhu min al-adilla al-ijmaliyya. Sawa? Al-qa'ida allati tu'khadhu min al-adillati al-ijmaliyya ni kanuni inayochukuliwa kutoka kwenye dalili za ujumla. Kawaid tuna dalili za ujumla na tuna dalili tafsili. Tuko vizuri mpaka hapo? Au katika dalalatul alfadh, mabhathi yake katika usul al-fiqh. Hii ndio dalili ya usul al-fiqh. Na wale ambao wamefika thanawi, nafikiri muqarrar hapa ni kusoma usul al-fiqh ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, al-usul min ilmi al-usul. Kwa mfano, ukisema al-amru lil-wujub au an-nahyu lit-tahrim, hizi zinaitwa ni qaida usuliyya, kanuni za kiusuli, kwamba amri yoyote inamaanisha wajibu, nahyu yoyote inamaanisha uharamu. Sasa mfano wa aya inaonyesha al-amru lil-wujub, ambapo qaida ijmaliya, aya dalil ijmali, mfano qali Allah subhanahu wa ta'ala aliposema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhab. Dalil ijmali ambapo inaonyesha uhatari wa mtu kuacha yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo. Au kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-Ahzab aliposema wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara min amrihim. Amri hapa ni lazima, hatman, dalil ijmali, dalili ya ujumla kabisa. Ama al-qaida al-fiqhiyya ambayo ndio mabhathi yetu sisi usulia, hatushiki sana sisi. Al-qawaid al-fiqhiyya ni hukmun shar'iyyun. Al-qaida al-fiqhiyya ni hukmun shar'iyyun kulliyun. Una khiyar, unaweza kuondoa shar'i au kaacha. Tunasema hukmun kulliyun yustafadu minhu ahkamu juz'iyatin kathira. Hukmun kulliyun yustafadu minhu ahkamu juz'iyatin kathira. حكم كلي يستفاد منه أحكام جزئيات
kathira. Ni hukmu kulliyun ya ujumla, haijataja vipengele, ni hukmu ya ujumla. Yustafadu minhu, hupatikana faida kutokana na hiyo hukmu, ahkam juz'iyatin kathira. Kutokana na hiyo qaida, hiyo hukmu, tunapata hukumu za vipengele vingi mbalimbali kutokana na hiyo. Ndio kama tulivyosema, al-umur, qaida ya al-umur bimaqasidiha au innama al-a'malu binniyat, utakuta mambo mengi, hukumu za vitu vingi zinaingia katika hii qaida. Tukaona amali zote sharti lake pawe na nia. Hukumu ya kusali inaingia kwenye innama al-a'malu binniyat, kufunga inaingia hapo, si nini inaingia hapo. Hii ndio maana qaida usul, qaida al-fiqhiyya inakuwa inakusanya vipengele vingi vidogo vinaingia hapo, na hilo litakwenda kubainika zaidi kwenye mifano. Tumeelewana vizuri? Kwa nini tunasoma al-qaida al-fiqhiyya? Umuhimu wake ni kudhibiti masaili ya kifiqhi al-mutashabiha, dhabtu al-masaili al-fiqhiyya al-mutashabiha, kudhibiti masala ya kifiqhi yenye kufanana. Ukiwa na qaida fiqhiyya inakuwa inakusaidia. Tutaona zaidi kwenye qaida ambazo amezitaja Sheikh. Pia tumeona kwamba tuna qaida kubwa 5. Qaida kubwa hizi alqawaid alkubra, alkhams alkubra, zingatie. Ya kwanza ni qaida inayosema al-umuru bimaqasidiha, al-umuru bimaqasidiha, au wengine wanasema innamal a'malu binniyat, au wengine wanaita qa'idatu niyya, qa'idatu an-niyya, al-umuru bimaqasidiha. Kwenye hili neno juz'iyati nyingi zinaingia hapa, kwa maana kila jambo bimaqasidiha zinaingia kwenye hiyo qaida. Qaida ya pili, al-yaqinu la yazulu bishak, yaqini haiondolewi na shaka, haiondoki yaqini kwa shaka. Yaqini ina nguvu kuliko shaka, kwa hiyo shaka haiwezi kuiondosha yaqini. Hiyo ni qaida ya pili katika qaida kubwa. Ya tatu, al-mashaqqatu tajlibu at-taysira, al-mashaqqatu tajlibu at-taysira, ugumu, mashaka yanaleta wepesi. Kila ukiona unataka kufanya ibada au jambo lina ugumu, basi Allah kuna mlango wa wepesi kaufungua. Fikiria ibada yote, ukiona unapata uzito kuifanya, ujue ina namna. Aidha wewe umekosea namna kuifanya, au wewe una illa, una dosari ambayo inakufanya usiweze kutekeleza ibada hiyo. Kwa mfano, unaumwa, anayeumwa amepewa taisir, kama mwenye funga kutokufunga, fa'iddatun min ayamin ukhra, wa hakadha. Qaida ya 4, ad-dararu yuzalu, ad-dararu yuzalu, madhara yanaondoshwa. Popote penye madhara, jambo la kwanza mtu ni kuondosha dhara kabla ya kupambania kuleta faida. Kanuni ichukue hata kwenye dawa, hata kwenye dawa, kuondosha madhara na kuleta faida kunatangulizwa kitu gani? Utakwenda wewe sehemu unakuta watu wanafanya munkar, wanafanya hivi, au umealikwa sehemu ambayo ina munkar na vitu kama hivi, wanataka angalie cha muhimu ni kipi, uondoshe madhara yaliyokuwepo au ulete faida. Kanuni zinatambia kuondosha dhara kunatangulizwa zaidi kuliko kuleta faida. Daf'ul madarrati muqaddamun min jalbil manafi'. Daf'ul madarrati muqaddamun min jalbi al-manafi' au al-masalih. Tutakuja kuona qa'idatul masalih inaitwa
Kama kuna makorokoro, tunapambana kuondoa madhara kwanza kuliko kuleta faida. Sababu faida unaleta faida, lakini kuna dhara lipo. Hii faida haiwezi kufanya kazi mpaka tuondoshe. Ndio maana nasema ad-dararu yuzalu. Qaida ya 5, al-'adatu muhakkama. Al-'adatu muhakkamatun au qa'idatu al-'urf au al-'urf kwa jina lingine inaitwa. Sasa kuna moja katika mashafi'i ameandika beti akizipanga hizi qawaid zote, akisema 5 muqarrarun qawaid madhhabi للشافعي فكن بهن خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجورا 5 مقرر قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجورا. Kwa hiyo hizo 5 baadaye kama tutazitaji tutampatia wala haina shida yote. Turudi katika kitabu chetu sasa. Baada ya kusoma mukaddima huo, tuangalie kwenye al-qawaid al-fiqhiyya ya al-allama as-Sa'di alayhi rahmatullah. Baada ya utangulizi huo, sisi tutakuwa tunachukua tu tunaondoka zetu. قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الحمد لله صفة جمة نزع الله العلي aliyekuwa juu, al-ulu علو مكانة علو ذاتي. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في العلو في السماء في العلو علو سهم علو ذاتي الله سبحانه وتعالى. العلي الأرفقي الله سبحانه وتعالى أنا رفق أنا upole ni mpole mwenye huruma. Al-Ali aliyekuwa juu, tena al-arfaqi mwenye rifqi na upole, Allah jalla jalaluhu. Tuko hapo pamoja? Wa jami'il ashiya'i, na mwenye kuvikusanya vitu, wal mufarriqi, na mwenye jami'il ashiya' kaweka mathalan watu wote amewakusanya kwenye shakli moja ya kufanana, au amekusanya watu wote katika ubinadamu mathalan insania, alafu farraqahum fil jins dhakar untha abyad aswad ahmar hadha madal bunni, kama kuna mtu wa rangi kama hiyo. جمعنا في أشياء وفرقنا في أخرى. Kwa Allah yeye ndio mwenye uwezo wa kukusanya na ndio mwenye uwezo wa kufarakanisha. Au sema kama ambavyo Allah ameweza kutukusanyisha hapa Ma'had al-Imam Shafi'i, ndio anayeweza kutufanyaje? Kututawanyisha. Kwa sababu ni mambo ambayo yapo katika as-sunan al-kauniyya, kukutana na kuachana, kukusanyika na kutawanyika. Hivi ni vitu ambavyo vipo la mahala. Idhan nani anayefanya hivyo? Allah jalla jalaluhu, al-jami'i wal mufarriq. Yeye ndio mwenye kukusanya na ndio mwenye kufanyaje? Kutawanya na kufarakanisha baina ya watu au baina ya vitu au baina ya jinsia au baina ya wasifu na wasifu mwingine. Dhi-ni'ami, mwenye neema. Mwenye neema zote hizi
ni atf au zinakuwa ni majrura ala albadaliyya. Alhamdulillah, kwa hiyo lafdhul jalala majrur. Al-ali sifa yake, al-arfaqi sifa yake, wajami' ma'tuf ala lillah. Al-ashiya'i wal-mufarriqi kadhalika. Dhin-ni'ami ni badal dhin-ni'ami, mwenye neema, al-wasi'a, zilizokuwa pana. Neema zake Allah ni pana, al-ghazira, nyingi ambazo hazihesabiki au hazidhibitiki. Neema za Allah hazihesabiki au hazidhibitiki? Hazihesabiki, si ndio? Sio hivyo. Neema za Allah hazidhibitiki, kwa sababu hata kwenye aya Allah hajakanusha kuhesabu, amekanusha kudhibiti. Wa in ta'uddu ni'matallah, kama mtazihesabu neema za Allah, la tuhsuha, hamtozidhibiti idadi. Kwa Allah amekanusha kudhibiti idadi, hakukanusha kuhesabu. Ni makosa kutafsiri aya ukisema kwamba na kama mtazihesabu neema za Allah. Allah hajakanusha kuhesabu, kasema mtahesabu, lakini hawezi kudhibiti. Mfano tuone kama haiwezekani kuhesabu neema ya afya, neema ya Uislamu, pumzi, neema ya wanaume, neema ya mali, neema ya ilmu. Sisi tumeelewana vizuri. Lakini nani anaambia neema za Allah ziko milioni? Atakuja mwingine atahesabu neema zinazidi milioni, aseme ziko bilioni moja. Muongo, utaambia kuzihesabu. Kwa hiyo kudhibiti idadi ya neema ndio ile la tuhsuha, lakini kuhesabu ni ile wa in ta'uddu. Ndio maana nasema neema zake ni alwasi'a, pana, hazijajifunga sehemu fulani. Halafu huko kuenea kwake ni kwa wingi. Neema za Allah sio kidogo kidogo, ziko kwa wingi. Wal hikami, na Allah ana hikma, jamu hikma. Wal hikam, ana hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala, albahira, zenye kushangaza, zenye kupumbaza. Yani ukifikiria hikma za Allah, akili yako yenyewe inagota, inakoma. Allah ana hikma gani? Kwani Allah kamuumba kunguni ili unakaa unafikiria Allah kaumba nyoka. Allah ana hikma gani? Hikma akili inafanyaje? Yani albahira, tambahiru al-uqulu amama hikamillahi subhanahu wa ta'ala. Akili zinashangaa, akili zinakaribia kueguka mbele ya hikma za Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan hikma za Allah albahira. Kadhalika alkathira, nyingi. Kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi zinaitwa adabu ta'lif, adabu tasnif. Mathalan kuanza basmala, bismillah, alhamdulillah, athanaa ala Allah, thumma as-salatu ala rasulillah. هذه تسمى آداب التصنيف أو آداب التأليف. آداب زوجونزي نوانديشي، بسم الله، الحمد لله، كم صلي متومه، وهكذا. ثم الصلاة، كيش الصلاة مع سلام دائم، pamoja na salamu yenye kudumu, amani zenye kudumu. Yani thumma as-salatu ad-daim ma'a salami ad-daim, ziwe kwa nani? Ala rasuli, juu ya mtume, al-qurashi, ambaye ni Mquraish, kabila lake, al-khatimi, wa mwisho, hitimisho la manabii na mitume. Swala kwa mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake ni nini? Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ametaja katika kitabu kinaitwa Jila'ul Afham fi fadl as-salatu was-salam ala khair al-anam.
au jilau al-afham fi salati was-salam ala khair al-anam. Kataja kauli tatu kuhusiana na as-salah, na hizi kauli inategemea ni nani anayemswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Msalieni mtume au bid'a kusema tumsalie mtume? Tuna mishkila sisi ahlus sunna, tunaonekana hatumsalii sana mtume. Anaweza kataja hapo akapiga kimya akaja mtume kimya, mtume Muhammad kimya, kama mtume asaliwe. So mpaka watu waseme watu wa sunna bana hampendi mtume, hawamsalii mtume. Akitajwa sallallahu alaihi wasallam ala alaqali, kama mtu atafanya taratibu mwenyewe, na hiyo ni katika ikhtilafu wanazozitaja kumswalia mtume katika majlis ni wajibu mara ngapi? Je, kila akitajwa umswalie tu, au kwenye umri mara moja, au kila baada ya mara fulani mtume aswaliwe? Lakini inapendeza kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu moja ya amali bora, kama anasema mshairi, adimi salata ala nabii Muhammadin faqabuluha hatman duna taraddudi, a'maluna baina alqabuli wa raddiha illa as-salata ala al-habibi Muhammadin, au illa salata ala nabii Muhammad. adimi as-salata ala al-habibi Muhammadin, dumisha kumswalia habib Muhammad. Faqabuluha hatman duna taraddudi, kukubalika swala ya mtume ni lazima basi na kutaraddad. Matendo yetu a'maluna baina alqabuli wa raddiha, matendo yetu yako baina ya kukubaliwa na kukataliwa. Illa salata ala alhabib Muhammad, au illa salata ala nabii Muhammad, isipokuwa kumswalia mtume. Ukimswalia tu imepita, kumswalia mtume imepita. Kwa tuwe na ada ya kujizoesha kumswalia mtume na sallam. So akitaja kwa msikiti mzima kimya, ukimweza kwamba nimemswalia kimoyo moyo, kwani kuna ubaya gani kumswalia mtume kwa sauti sallallahu alaihi wasallam? Sasa muradi wa swala yake mtume sallam, tumesema inategemea ni nani amemswalia. Sisi tukimswalia mtume sallallahu alaihi wasallam yawa nini? Ndio hapo nakuta wanasema amesema mtume rehma na amani ziwe juu yake. Hii ni kauli kwamba swala ya mtume kumswalia maana yake ni kumwombea rehma na amani ziwe juu yake. Kwa hiyo wale wanaotafsiri rehma na amani kuna wajibu, kwa sababu kuna kauli ya Ibn Qayyim, lakini haina nguvu kama zile kauli nyingine. Kauli ya pili, tena hii kauli ya kwanza imejibiwa na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anayosema ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, si ndio? Ulaika alaihim salawatun, si ndio as-salat? Na nyinyi tafsiri as-salat bi maana ar-rahma, kisha Allah akaja akasema salawatun min rabbihim wa rahma. Zinagonganaje rahma mbili kwenye sehemu moja? Kuona kwamba sala ina maana nyingine isiyokuwa rahma. Hivyo malaika wakimswalia mtume maana yake ni maghfira. Allah akimswalia mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake nini? Dhikruhu fil malai al-a'la, kumtaja katika al-malai al-a'la. Kwa hiyo tukiweza kuvitofautisha, sisi ni kumwombea dua mtume sallallahu alaihi wasallam, tunamwombea dua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo anasema wa alihi, na ali zake, wa sahbihi, na masahaba zake, al-abrari, waliokuwa wema, al-haizi, waliokusanya, al-jami'i maratib al-fakhari. Al-haizi hii ni jamu mudhakkar salim, ambayo ni majrur, jarri yake ni hadfu an-nun. Kwa sababu gani? Ya idafa. Asli yake ilikuwa al-haizina maratib al-fakhari, kwa hivyo hudhifat an-nun lil-idafa. Idhan al-haizi maratib al-fakhari, waliokusanya daraja za fakhari, daraja zote za ufakhari waliokusanya ni ali wa mtume na masahaba wake, ndio waliokusanya daraja zote za ufakhari. Tayeb,
Nini maana ya al? Al inakuja kwa maana atba'u rajuli fi millatihi, wafuasi wa mtu katika mila yake, katika mamlaka yake, sawa sawa mfuata kwenye khairi au kwenye shari. Wa minhu qawluhu ta'ala wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Al fir'auna hapo kwa maana ya atba', na siku kiyama ikisimama waingize wafuasi wa Firauni katika adhabu, kwa sababu ukitafsiri al kwa maana ya familia, wapo katika watu wa Firauni waliokuwa wema. Mfano mkewe, si ndio? الرجل المؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. Mbona kwa sema min ali Firaun, katika familia ya Firaun, yaktum imanahu, anaificha imani yake. Alafu al sasa inakuja kwa maana ya watu wa familia, kama hii aya inaitaja hapa, kama hii haya ambayo nimetaja katika kipengele hiki. Alhaizi maratib alfakhari, wale ambao wamekusanya daraja za ufakhari. Shekhe, kimemo chako hiki kwani tumetumia dakika ngapi? Ajibu. Anasema nihesabie mpaka 36 pale. I'lam hudita, i'lam, tambua, hudita, uongozwe, Allah kuongoze, en hadaka Allah, anna afdal alminan, ya kwamba bora ya neema, alminan jamu man wingi wake ni alminan. Kwa tambua kwamba bora ya neema, afdal alminan, bora ya neema, ilmun, ni elimu. Kama kuna neema unaitafuta bora, basi bora yake zaidi ni ilmu. Ilmu ambayo yuzilu shakka anka, inaondosha shaka kwako, shaka katika moyo inaondosha. Wadamu, na uchafu, shirkiyat, shubahat, bid'at, zinaondoka zote bid'a. Hiyo ndio ilmu bora. Kama ilmu yako haitibu haya matatizo, basi huna ilmu iliyokuwa bora. Kwa sababu ili ipatikane ubora wa hiyo neema, uwe na elimu yenye kutibu matatizo haya, sio uwe na elimu tu ambayo haitibu matatizo haya. Ndio maana akataja wasifu wake, ilmun yuzilu shakka anka wadaman, inakuondoshia wewe shaka na uchafu wa shirki, kibru, maradhi ya moyo ambayo mwanafunzi dai hatakiwi kuwa nayo. Wa ilmu da'i lilqulubi mufsidi kal'ujbi walkibri wa da'i alhasadi. Kuna ilmu nyingine ni magonjwa ya moyo, kama vile ujbu, kujiona, kibru, na ugonjwa wa husda ambao baina ya talabati ilmi au mashekhe upo sana na unawatafuna watu wengi. Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na ugonjwa huo. Anasema wayakshifu alhaqa, na inafunua haki hiyo ilmu. Au nimeruka? Lidhil qulubi, nani anatafsiri lidhil qulubi? Lidhil qulubi lidhil qulubi, nataka hii lidhi mwingine hii lidhi maana yake mwenye, mwingine wengine hapana. Dhi ya hapa ni ismu ishara, sio dhi kwa maana ya sahib. Ukisoma katika Qadrun Nada ibn Hisham ametaja asmaul ishara ni dha, dhihi, dhi. Zile ha zote ni harfu tanbih. Hadha sio ismu ishara. Ismu ishara ni dha, ha harfu tanbih mabni ala al-fath ala mahall min al-i'rab. Alafu dha ndio tangana mawqi kama ni mubtada itakuwa ni hivyo. Kwa hiyo lidhi kwa hizi
lidhil qulubi, kwa hizi nyoyo. Dhahiri lidhil qulubi, kwa hizi nyoyo. Wa yusilu al-abda, na inamfikisha mja ila al-matlubi, katika yale anayotafuta. Wewe wataka nini? Nataka kitu fulani, basi kuwa na ilmu hii itakufikisha huko. Kama unataka janna, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Tumeelewana vizuri? Beti mbili namalizia inshallah Sheikh, ili nimalize mukaddima. Wayakshifu al-haqqa, hii ilmu inaipambanua na kuiweka wazi na kukufunulia haki kwa nyoyo.